Lengo la serikali si kugawa matrekta kwa mkulima mmoja mmoja, bali ni kuhakikisha huduma za zana za kilimo zinapatikana karibu yake na kwa bei nafuu. Katika mwaka wa fedha 2025/26, serikali imeanza utekelezaji wa mpango wa kununua na kusambaza matrekta 10,000 ambayo yatasambazwa katika vituo vya huduma za zana za kilimo 1,000 ifikapo mwaka 2030. Mpango huu ni utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi Desemba mwaka 2025, vituo jumuishi vya kutoa huduma za zana za kilimo 79 vimeanzishwa katika halmashauri mbalimbali nchini, ambapo matrekta makubwa 592, matrekta madogo ya mkono 800 na mashine 11 za kuvunia mazao ikiwemo mpunga, mahindi, alizeti na ngano zimesambazwa katika vituo hivyo. Mheshimiwa Condesta Michael Sichwale. Mheshimiwa Waziri, pamoja na wataalamu wote ambao umepewa dhamana kubwa na Mheshimiwa Rais kumsaidia kwenye jukumu hili zito, mmejipangaje kumsaidia mkulima wa Tanzania na hususan wale wa Momba ambao mpaka sasa wanalima kwa kutumia jembe la mkono, na Mheshimiwa Rais anasema tunataka kumfanya mkulima kuwa mwekezaji? Utakuwaje mwekezaji bado unalima kwa kutumia jembe? Asante. Asante. Mheshimiwa Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba nimjibu Mheshimiwa Condesta Michael Sichwale, mbunge wa jimbo la Momba na dada yangu kama ifuatavyo. Moja, nimthibitishie tu kwamba serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan itawawezesha wakulima katika mikoa yote nchini ikiwemo mkoa wa Songwe na jimbo la Momba. Na moja ya mkakati tulionayo, kwanza, serikali kwenye ishu ya biashara ya vifaa kama matrekta, serikali kama serikali haifanyi moja kwa moja, isipokuwa tunatumia sekta binafsi. Na moja ya mpango tulionao, tumeshazungumza na baadhi ya wale wauzaji wakubwa wa matrekta kuja kufungua kituo pale Momba. Lakini vile vile kuhusu haya matrekta ambayo sisi tunaweka katika vituo, halmashauri zote nchini tutaweka vituo kwa ajili ya wakulima kwenda kukodi yale matrekta katika maeneo yao. Kwa hiyo vituo hivi vitakuwepo. Tunduma kitakuwepo kituo cha mechanization center, Momba kitakuwepo kituo cha mechanization center, na halmashauri zote nchini tutafanya hivyo. Kwa hiyo hilo ni moja jambo ambalo tunalifanya.